Kwa mara ya kwanza kabisa, neno lililokuwa likitambulisha siku ya Pasaka lilikuwa ni neno la Kiebrania Pesach, ambapo neno hili lilikuja kutafsiriwa katika lugha ya Kiingereza kama Passover, ambapo neno Passover ukilileta kwa lugha yetu ya Kiswahili lina maana ya kupita kwa juu. Hivyo tafsiri ya kwanza kabisa ya Pasaka ilikuwa ni kupita kwa juu au kupita juu. Hiyo ndo tafsiri ya kwanza kabisa ya neno Pasaka, ambapo kwa Kiingereza ni Passover, ambapo kwa Kiswahili sasa tukaamua kulitoa na kuliita Pasaka. Katika maandiko zimeandikwa Pasaka kadhaa, ambapo lilikuwa ni agizo la Mungu kwamba wana wa Israeli wote waisherekee sikukuu hii ya Pasaka kwa ajili ya kukumbuka siku ambayo Mungu aliwafanyia wokovu katika taifa lile la Misri. Hivyo walikuwa wanasherekea Pasaka kila mwaka, na baadaye Pasaka ikaja kuwa sikukuu kubwa sana na ikawa inaadhimishwa kwa namna ya pekee mno. Hivyo hapa tunaenda kukuletea sikukuu zote za Pasaka zilizoandikwa katika Biblia. Kumbuka kwamba Pasaka zilianza miaka mingi kabla ya Yesu. Pasaka zilianza miaka mingi sana kabla ya Kristo Yesu, na tunaenda kuzitangalia Pasaka zote, na kinachovutia kwamba kila Pasaka ina sifa na upekee tofauti na Pasaka nyingine. Hivyo tuna vitu vingi vya kujifunza katika kila Pasaka ambayo tutaenda kuiangalia sawasawa na zote zilizomo katika maandiko. Wiki hii tumeitoa kwa ajili ya kujifunza somo la Pasaka ambalo tulianza nalo siku ya jana. Kama ukubahatika kuliona somo la jana la Pasaka, basi ni kuombe ukaliangalia pale. Tuliongelea mambo mengi sana ya msingi, ambapo tukaweka msingi mzuri wa somo hili la Pasaka, ambapo leo tunaenda kuzitazama Pasaka zote kama ambavyo zimeandikwa katika maandiko. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala na hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado hujasubscribe channel, ni kuombe usubscribe sasa na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Namba zetu ni kama unavyoziona: kwa sadaka, mchango, ushauri, unaweza ukazitumia namba hizo pamoja na maombi na maombezi. Sasa pasipo kupoteza muda, tuende kuangalia Pasaka ya kwanza kabisa. Pasaka ya kwanza kabisa ilifanyika katika nchi ya Misri. Hii Pasaka tunaiita Pasaka ya Misri, ambapo Pasaka hii ilifanyika takribani mnamo mwaka wa 1446 kabla ya Kristo. 1446 kabla ya Kristo, ambapo Pasaka hii ilifanyika chini ya Musa na imeandikwa katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 12. Hii ndio Pasaka ya kwanza kabisa kufanyika, na hii ndio msingi wa Pasaka. Yani huu ndio msingi wa Pasaka. Pasaka zote zilizokuja kuendelea baadaye, msingi wake unatokana na Pasaka hii iliyofanyika katika taifa la Misri, na hii ndio Pasaka pekee ambayo imeandikwa katika maandiko ambayo imefanyika nje ya taifa la Israeli, na Pasaka hii ilifanyika katika nchi ya Misri katika bara la Afrika. Kwa hiyo hii ndio Pasaka ya kwanza kabisa, ambapo Pasaka hii ya kwanza kabisa inaonyesha mambo kadhaa, ambapo mambo hayo ni kwamba mwanakondoo anachinjwa, damu yake inapakwa kwenye miimo ya milango, alafu wanamla yule mwanakondoo usiku huo huo. Tena nilisema wanamla katika staili ambayo ilikuwa ya pekee, wanamla wakiwa wamesimama wima, wamejifunga na viuno vyao. Alafu pia Pasaka hii iliambatana na vifo vya wazaliwa wa kwanza wa Misri wote waliokuwepo katika taifa lile la Misri. Watu wote waliokuwepo katika taifa la Misri walifiwa na mzaliwa wa kwanza, kasoro wale walioipaka damu ya mwanakondoo kwenye miimo ya milango yao.
Lakini pia Pasaka hii iliambatana na wokovu au ukombozi, maana hawa watu ilikuwa ndo siku yao ya mwisho kukaa katika utumwa wa Misri. Inamaanisha baada ya kuila Pasaka hii, ndani ya masaa machache walikuwa tayari wapo huru kurudi katika nchi yao. Pasaka hii ilisimama kuwa nguzo katika mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, ilisimama kama ulinzi, kwa maana ile damu ya mwanakondoo iliweza kuwalinda wale watu wasiuliwe watoto wao wa kwanza na ile roho ya mauti iliyoachiliwa katika taifa la Misri. Kwa hiyo damu ilisimama kama ulinzi. Kwa Pasaka hii inakumbukwa kuwa ni ulinzi katika taifa la Israeli. Lakini Pasaka hii ilisimama kama ushirika. Ilisimama kama ushirika kwa maana watu walikula pamoja, walisimama pamoja, wakawa kama familia moja. Taifa lote likawa kama familia moja, ambapo lile lilikuwa ni tendo la kinabii ambalo lilikuwa linaonyesha mwili wa Kristo lazima usimame kama familia moja. Ndio maana watu wote katika kipindi hicho cha Pasaka walikula siku moja na walikula muda mmoja, wakamla mwanakondoo, kila mtu na familia yake, taifa zima wakiwa wamesimama wanamla mwanakondoo. Lilikuwa ni tendo la ishara kwamba Kristo ndiye mwanakondoo, na aliposimama na wanafunzi wake akawaambia kwamba twaeni, huu ndo mwili wangu utolewao kwa ajili ya watu wengi. Yule mwanakondoo alitolewa kwa ajili ya watu wengi, kila mtu alimchinja mwanakondoo kwa ajili ya familia yake. Sasa Kristo anayesimama kama mwanakondoo anasema mwili wangu unatolewa kwa ajili ya watu wengi na damu yangu inatolewa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Halafu Pasaka hii ilisimama kama mabadiliko. Tunaona baada ya kuila Pasaka hii, hawa watu wakawa huru kuondoka katika taifa la Misri ambalo walikaa utumwa kwa miaka 430. Kwa kipindi cha miaka 430 waliweza kuondoka baada ya kuila Pasaka. Baada ya hii Pasaka wakawa wako huru kuondoka katika taifa la Misri. Kwa Pasaka hii ikaleta mabadiliko makubwa katika historia ya taifa la Israeli, ambapo Mungu akaamuru sasa waisherekee kila mwaka. Kwa kila mwaka wakawa wanaisherekea Pasaka kwa kuikumbuka Pasaka hii ya kwanza ambayo ilifanyikia katika taifa la Misri, lakini pia walisherekea Pasaka hizo zote kwa msingi wa Pasaka hii ya kwanza iliyofanyika katika taifa la Misri. Sasa Pasaka ya pili, Pasaka hii inaitwa Pasaka ya jangwani. Pasaka hii inaitwa Pasaka ya jangwani, ambapo Pasaka hii ilifanyika katika jangwa la Sinai, ambapo inakadiriwa kufanyika katika mwaka wa 145 kabla ya Kristo. Ilifanyika mara tu baada ya kutoka katika taifa la Misri, mwaka mmoja, ambapo imeandikwa katika kile kitabu cha Hesabu sura ya 9. Imeandikwa katika kitabu kile cha Hesabu sura ya 9, na kiongozi wa Pasaka hii alikuwa ni Musa. Ambapo sasa Pasaka hii inaonyesha mambo makubwa mawili yaliyotokea katika Pasaka hii. Jambo la kwanza, Pasaka hii ilifanyika baada ya sheria. Kumbuka Pasaka ya kwanza ilifanyika kabla ya sheria. Ndio maana tunasema ile ni Pasaka ambayo ina sura ya Pasaka halisi kabisa iliyofanyika Misri. Ni kivuli halisi cha Pasaka ambayo ni utimilifu au cha Pasaka ya Kristo. Lakini Pasaka hii ya pili ilifanyika mara baada ya sheria. Sheria ilishawekwa, ikawekwa maagizo ya kuisherekea Pasaka, ukawa na sheria jinsi ya kuisherekea Pasaka. Sasa jambo la pili tunaona kwamba jambo la kwanza nimesema ilifanyika baada ya sheria kutolewa, lakini jambo la pili, Pasaka hii kuna baadhi ya watu walikuwa ni najisi, na sheria inasema mtu akishakuwa najisi hatakiwi kuisherekea Pasaka. Pasaka ni sikukuu takatifu ambayo inasherekewa na watu watakatifu, ambao hawa watu wanapata ondoleo la dhambi kutokana na ile damu ya mwanakondoo, wanapata ukombozi kutokana na mwanakondoo yule. Kwa mtu akiwa najisi hatakiwi kuisherekea Pasaka. Hivyo kulikuwa na muda wa kujiandaa kwa ajili ya Pasaka unapokaribia.
watu walikuwa wanajiandaa, wanajiweka wakfu, wanatafuta wanakondoo, wanamweka tayari, wanamchukua mwanakondoo, wanampeleka katika hema ya kukutania au hekalu, anakaa pale akiwa anasubiria Pasaka. Kwa hiyo sasa wale watu waliokuwa najisi wakamfuata Musa, wakamwambia Musa, sisi ni najisi na tunataka tuifanye Pasaka kwa Mungu wetu. Tunawezaje tukafanya na sisi tukiwa najisi? Musa akasema, ngoja nikamwombe Mungu, alafu nikimuuliza Mungu atakuja atanipa jibu. Alipoenda kwa Mungu, Mungu tunaona anatoa nafasi ya pili kwa wale watu ambao walikuwa ni najisi, ambao hawakutakiwa kuifanya ile Pasaka. Akawaambia kwamba wafanye mwezi wa pili, yani Pasaka ni mwezi huu wa kwanza, alafu wao watafanya mwezi wa pili. Kwa kila mtu najisi afanye Pasaka mwezi wa pili kama ambavyo ilitakiwa afanye mwezi wa kwanza. Kwa sababu ni najisi hawaruhusiwi kuisherekea Pasaka. Sasa jambo ambalo tunajifunza hapa ni kwamba kupitia Pasaka hii tunamwona kwamba Mungu hafungwi na sheria. Mungu hayupo chini ya sheria. Mungu yupo juu ya sheria, na tunaona Mungu ameweka sheria mwenyewe kwamba hatakiwi mtu kufanya Pasaka akiwa najisi, lakini Mungu huyo huyo kwa neema yake na rehema zake anaamua kuwapa watu nafasi ya kufanya Pasaka hali walikuwa ni najisi, akawapa nafasi ya pili. Kwa kupitia Pasaka hii tunaona Mungu anatoa nafasi ya kurekebisha. Kwa kupitia nafasi hii tunaona kwamba Mungu anatoa nafasi ya kurekebisha, anaachilia nafasi ya pili. Tunaona Mungu anaweka namna nzuri sana na utaratibu kwa ajili ya watu ambao hawakustahili nao wastahili kuifanya Pasaka. Alafu Pasaka ya tatu, Pasaka hii inaitwa Pasaka ya Yoshua. Ninaita haya majina haya kwa sababu gani? Kwa sababu ili tupate kuelewa na tupate mtiririko mzuri wa somo, lakini haina maana ndo majina yake hizi Pasaka, hapana, ila nimeyapa majina haya ili kwamba tupate mtiririko mzuri wa somo. Kwa hiyo Pasaka ya tatu ni Pasaka ya Yoshua, ambayo Pasaka hii imeandikwa katika kitabu cha Yoshua sura ya 5 mstari wa 10 hadi wa 12. Yoshua 5:10 hadi 12, ambapo ilifanyika mahali panaitwa Gilgal, na ilifanyika mara baada ya hawa watu kuingia Kanani. Hii Pasaka ya tatu ikawa inafanyika hapo, na inakadiriwa kufanyika mwaka wa 1406 kabla ya Kristo, mwaka wa 1406 kabla ya Kristo. Kiongozi wa Pasaka hii alikuwa ni Yoshua. Sasa mambo ya msingi ambayo tunayaona katika Pasaka hii ni kwamba kwanza, Pasaka hii ilifanyika mara baada ya hawa watu kuvuka mto ule wa Yordani. Walipovuka mto kwa muujiza, tunaona Pasaka hii ilifanyika baada ya wale watu kuvuka mto wa Yordani. Sasa Pasaka hii jambo kubwa ambalo lilitokea ni kwamba mana ilisimama mara baada ya hii Pasaka. Mana ilisimama mara baada ya hii Pasaka. Tunaposema mana, ni ule mkate ambao ulikuwa unashuka kutoka mbinguni, kwa sababu hawa watu walikuwa jangwani miaka mingi. Kwa jangwani hakuna sehemu ambapo watalima, hakuna sehemu ambapo watapanda, kwa hiyo hawana sehemu ya kuproduce chakula, na hawa watu hawana namna ya kufanya biashara, maana hata nguo zao Mungu alizilinda hazikuchakaa kwa kipindi chote ambacho walikaa katika jangwa miaka 40, nguo bado ni mpya. Sasa Mungu aliweka utaratibu wa kuarisha kwamba asubuhi watakuwa wanaokota mikate inashuka kutoka mbinguni, alafu na jioni watu wanaokota mikate kutoka mbinguni wanakula. Kwa hiyo sasa waliishi hivyo miaka 40, wanaokota mikate asubuhi na jioni wanakula mikate inashuka. Baada ya kuila Pasaka hii ya Gilgali, Pasaka hii ya Yoshua, tunaona ni rasmi sasa mikate inakoma, maana haishuki tena, na hii ilikuwa inawapa ishara kwamba sasa hivi mumekuwa, sasa hivi ni muda wa kusimama kwa miguu na kwenda kumiliki, ni muda ambao mnatakiwa mkamiliki, mmeshafika katika nchi ya asali na maziwa. Kwa maana hiyo hii Pasaka inasimama kama Pasaka ya kumiliki, na mimi ni maombi yangu
kwa Mungu kwamba katika vitu ambavyo Mungu asikunyime ni pamoja na kukupa umiliki. Mungu akupe kumiliki. Tunapozungumzia kumiliki, Mungu akupe kibali cha kumiliki, Mungu akupe akili ya kumiliki, na Mungu akupe uhalali wa kumiliki. Haya mambo matatu yanaenda pamoja. Huwezi ukamiliki kama umekosa jambo mojawapo katika haya matatu: akili ya kumiliki, kibali cha kumiliki, na uhalali wa kumiliki. Hivi vitu vinafanana na vinafuatana. Unaweza ukawa na akili ya kumiliki alafu ukakosa kibali cha kumiliki, hautamiliki. Unaweza ukawa na kibali cha kumiliki alafu ukakosa uhalali wa kumiliki, hautamiliki. Mambo matatu: akili ya kumiliki, uhalali wa kumiliki, na kibali cha kumiliki. Ikimpendeza Mungu, tutakuja na kujifunza juu ya somo la kumiliki siku za baadaye. Lakini Pasaka ya 4 inaitwa Pasaka ya Hezekia. Pasaka ya Hezekia. Hii Pasaka inaonyesha ufufuo wa kiibada. Inaonyesha ufufuo wa kiibada. Kwa lugha nyingine, inaonyesha uamsho. Pasaka hii ilifanyika katika mji wa Yerusalemu na ilifanyika inakadiriwa katika ule mwaka wa 715 kabla ya Kristo, ambapo kiongozi wa Pasaka hii alikuwa ni mfalme Hezekia. Na Pasaka hii imeandikwa katika kile kitabu cha Mambo ya Nyakati, kitabu cha 2 na sura ya 30. Utasoma sura ya 30 yote ya kitabu cha 2 cha Mambo ya Nyakati, ambapo Pasaka hii inaonyesha mambo makubwa mawili ambayo yalikuwa yanaendelea kipindi cha Pasaka hii. Jambo la kwanza, Pasaka hii ilifanyika baada ya watu kuwa mbali na Mungu. Yaani kipindi cha mfalme Hezekia watu walikuwa mbali na Mungu. Kwa Pasaka hii ilifanyika baada ya watu kuwa mbali na Mungu. Lakini Pasaka hii kipindi hicho kinachofanyika, watu wengi hawakuwa safi kihalali. Watu wengi hawakuwa safi kihalali kipindi ambacho Pasaka hii inafanyika. Kwa sasa tunaona kipindi cha Hezekia taifa lilikuwa mbali sana na Mungu, ambapo Pasaka ilipofika, muda wa Pasaka na majira ya Pasaka ilipofika ile siku, hakukuwa na watu waliokuwa safi kwa ajili ya kuifanya ile Pasaka. Watu wote walikuwa wana dosari, na maagizo ya Mungu ni kwamba Pasaka ifanyike katika hali ya usafi, na watu hawakuwa safi, kwa hiyo hawakufanya Pasaka. Lakini kwa hekima ya Hezekia mfalme na viongozi wakaona, hapana, kwa nini tujafanya Pasaka? Hili jambo alitakiwa liendelee. Kwa wakatumia ile Pasaka ya pili ile ambayo tulisema Mungu aliweka nafasi ya pili kwa watu ambao walikuwa najisi. Katika Pasaka ya kwanza wanapata nafasi ya pili ya kufanya Pasaka ya mwezi wa pili. Hivyo basi, baada ya kwamba taifa zima sasa halijafanya Pasaka, yani hata wale makuhani ambao ndio viongozi wa kufanya ibada na wao hawakuwa wasafi. Kwa maana hiyo taifa likabidi likae liseme, sasa tunatakiwa tufanye Pasaka, na wakaifanya mwezi ule wa pili kwa ile nafasi ya pili, ambapo jambo hilo likawa na uamsho mkubwa. Watu wakarudi mbele za Mungu. Kwa Pasaka hii naona inaleta urejesho. Lakini Pasaka ya 5 inaitwa Pasaka ya Yosia. Pasaka ya 5 inaitwa Pasaka ya Yosia. Kipindi cha Pasaka hii inakadiriwa kilikuwa ni mwaka wa 622 kabla ya Kristo, ambapo Pasaka hii ilifanyika katika mji wa Yerusalemu, na kiongozi wa Pasaka hii alikuwa ni mfalme Yosia. Pasaka hii utaikuta katika kitabu cha 2 cha Wafalme sura ya 23 mstari wa 21 hadi mstari wa 23, ambapo Pasaka hii ukisoma utagundua mambo mawili makubwa, ambapo jambo la kwanza, Pasaka hii iliadhimishwa kwa kufuata sheria kikamilifu. Iliazimishwa kwa kufuata sheria kikamilifu. Na jambo la pili, Pasaka hii Biblia inasema haikuwahi kufanyika Pasaka kama hiyo tangu zamani. Yaani
haikuwahi kutokea Pasaka ya namna ile kuwahi kufanyika. Kwa ile Pasaka ilivunja rekodi, watu waliifanya kikamilifu. Ile Pasaka watu walichinjwa wanyama kuliko Pasaka nyingine yote, na watu waliisherekea Pasaka ile kwa namna ya ajabu. Yaani jiji zima lilikaa mbele za Mungu. Sasa jambo ambalo tunajifunza hapa, Pasaka hii ilisimama kama kilele cha uamsho. Tunamfahamu Mfalme Yosia alikuwa ni mfalme wa uamsho. Huyu mfalme kipindi chake alikipata kitabu cha Torati. Aliposomewa kitabu cha Torati akasema, Mungu wangu, kumbe hiki kitabu kinaelezea mambo makubwa hivi na sisi tuko mbali sana na Mungu. Yeye alikuwa anaona vitu vinavyoendelea ni kawaida, lakini baada ya kusoma Torati akagundua kwamba wapo mbali na Mungu. Akaanza kufanya matengenezo, akavunja ibada za sanamu, akaboresha hekalu la Mungu, akafanya matengenezo makubwa katika taifa la Yuda. Baada ya kufanya matengenezo makubwa katika taifa la Yuda, kilele cha yale matengenezo ndo akafanya kitu kinaitwa Pasaka. Kilele cha yale matengenezo ikaangukia katika ile siku ya Pasaka, ambapo tunaona ikawa Pasaka kubwa sana. Na hii inatufundisha kwamba kilele cha uamsho na matengenezo ya kanisa basi itakuwa ni Pasaka. Na Pasaka tunayoiongelea hatuiongelei siku. Pasaka yetu sisi ni Kristo Yesu. Huyo ndiye kilele cha matengenezo. Nashangaga sana wahubiri na viongozi ambao wanafundisha watu kwa habari ya matengenezo, halafu hawawaongozi katika msalaba wa Kristo. Msalaba wa Kristo ndo nguvu ya matengenezo. Msalaba wa Kristo ndo nguvu ya uamsho. Hakuna matengenezo kama hakuna msalaba. Kama hutawaongoza watu katika msalaba, basi hakuna matengenezo, hakuna uamsho, hakuna chochote unachokifanya. Msalaba ndiyo asili ya mema, ambapo sisi tunatoa mizigo yetu yote hapo. Pasaka namba 6 hii inaitwa Pasaka ya Ezra. Pasaka ya 6 inaitwa Pasaka ya Ezra, ambapo Pasaka hii sasa ilifanyika katika mji wa Yerusalemu na ilifanyika katika mwaka wa 516 kabla ya Kristo, ambapo kiongozi wa Pasaka hii alikuwa ni Ezra, na inapatikana katika kile kitabu cha Ezra sura ya 6 mstari wa 19 hadi wa 22. Mambo mawili ambayo tunayaona kipindi cha Pasaka hii ni kwamba, jambo la kwanza, Pasaka hii ilifanyika mara baada ya wale Wayahudi kutoka uhamishoni Babeli, na jambo la pili, Pasaka hii ilifanyika kipindi ambacho linajengwa hekalu la pili. Kwa hiyo ilifanyika kipindi cha hekalu la pili. Sasa mambo ambayo tunajifunza katika Pasaka hii ni kwamba wale watu baada ya kutoka utumwani Babeli walikuwa ni duni sana, hawana pesa, alafu wameukuta mji wao uko katika hali ya ukiwa, upo katika hali ya magofu. Mji wao umechoka, mji wao ni vumbi, mji wao umejaa ukiwa alafu ndo wamekuja sasa kuanza maisha upya, na walikuwa watumwa kwa miaka 70. Kwa hiyo wanaifanya Pasaka hii wakiwa na hali ya unyonge, wakiwa na hali ya udhaifu, wakiwa na hali ya kukata tamaa. Kwa Pasaka hii ilisimama kama faraja, kwamba faraja yetu ni Mungu wetu, kama faraja yetu ni Baba yetu. Kwa Pasaka hii ilisimama kama faraja ya kweli. Pasaka hii ilisimama kama mwanzo mpya. Pasaka hii ilisimama kama nuru mpya ambayo inaenda kuangaza tena katika taifa la Yuda. Na Pasaka ya mwisho kabisa iliyoandikwa katika maandiko ya Biblia, hii ni Pasaka ya 7, inaitwa Pasaka ya Kristo ama Pasaka timilifu, au kwa lugha nyingine Pasaka halisi. Sasa hizo zote tulizozisoma hapo, Pasaka 6 zilikuwa ni kivuli ambacho kinakamilishwa na Pasaka hii ya 7, ambapo Pasaka hii inakamilisha Pasaka hizo zote tulizozisoma. Sasa inakamilishaje Pasaka hizo zote? Tutakwambia hapo mbele kidogo, ila ni kwamba katika Pasaka hii ya 7 au Pasaka hii timilifu, Pasaka ya Kristo, Pasaka halisi, hii ilifanyika katika mji wa Yerusalemu.
ilifanyika mnamo mwaka wa 30 au wa 33 baada ya Kristo. Kiongozi mkuu au muhusika mkuu wa Pasaka hii ni Yesu Kristo, ambaye ndo alisimama kama mwanakondoo, ambapo imeandikwa katika Injili zote 4 Pasaka hii ya mwisho. Pasaka hii ni kwamba Yesu anakula Pasaka na wanafunzi. Nimekwambia kwamba nitakuelezea Pasaka Yesu anakula kama nani, wakati yeye ndiye mwanakondoo anayetakiwa aliwe Pasaka. Je, mwanakondoo naye ana sehemu katika kuila Pasaka? Hiyo kitu tutaielezea katika kipindi kijacho ambacho nafikiri inaweza ikawa ni kesho. Haya mambo ni makubwa kama nilivyokuambia, tutaelezea kwa ufasaha sana. Kipindi hiki ni kipindi kizuri kukitumia kujifunza mambo haya. Lakini Pasaka hii Yesu anaigeuza kuwa meza ya Bwana. Tunaona sasa lile neno na msamiati wa meza ya Bwana linaanza rasmi hapa katika Pasaka hii ya utimilifu. Alafu jambo kubwa zaidi ni kwamba Yesu anakufa kama mwanakondoo wa Pasaka. Yesu anakufa kama mwanakondoo wa Pasaka, kwamba yeye ndiye mwanakondoo wa Pasaka. Sasa Pasaka hii inazitimilishaje Pasaka zile nyingine zote ambazo tumeziongea hapo? Tumeziona Pasaka 6 nyuma kabla ya hii Pasaka ya Kristo ambazo zimeandikwa. Tunaposema Pasaka 6 ina maana taifa la Israeli na taifa la Yuda lilisherekea Pasaka 6? Hapana, zilikuwa zinasherekewa Pasaka kila mwaka, lakini maandiko yamezinukuu Pasaka 6 tu, na hii ya Kristo ndo Pasaka ya 7. Sasa Pasaka ya Kristo inazikamilisha Pasaka zote, kwa sababu tukianza kuiongelea Pasaka ya kwanza, Yesu ndiye anasimama kama yule mwana kondoo aliyechinjwa katika ile Pasaka ya kwanza, ambapo damu ya yule mwana kondoo ilipakwa katika miimo ya milango, ambapo Kristo sasa anasimama kama mwanakondoo yule, kwa sababu damu yake Kristo inawakilisha ukombozi. Kwa damu ya yule mwanakondoo wa Misri iliwakilisha ukombozi kwa taifa la Israeli, lakini damu ya Kristo inawakilisha ukombozi kwa ulimwengu mzima, sio tena taifa la Israeli. Ile damu ya mwanakondoo iliweza kuwasaidia Waisraeli kutoka katika utumwa ambao walikaa miaka 430, lakini damu ya Kristo inawatoa watu ambao wamekaa utumwani katika vifungo vya kuzimu, vifungo vya mauti na vifungo vya dhambi tangu kipindi cha Adamu. Alafu damu ya Kristo inakuja kuwatoa watu. Nilikwambia kwamba hao watu wote watakatifu waliokuwa wanakufa walikuwa wanakwenda kuzimu, kwa sababu kuzimu ilikuwa ina nguvu, kuzimu ilikuwa inawashikilia watu. Hakukupatikana damu ambayo ilikuwa inaweza kushinda kuzimu. Damu za wanakondoo zingeweza kumshinda Farao, lakini hazikuweza kuishinda kuzimu. Hasa damu ya Kristo iliweza kuwashinda kuzimu, na ile siku Yesu anakufa, kuzimu inahamishwa kabisa, watakatifu wanaondolewa kuzimu. Tuliona wafu walifufuka, baadhi ya makaburi yakafunguka, watu wanatoka kuzimu wanaenda katika paradiso. Anaigawa kuzimu, alafu anachukua mamlaka ya funguo za kuzimu. Tunaona kipindi kile cha Misri, wakati wale watu wanatoka Misri, maandiko yanasema Waisraeli waliiteka nchi. Kwa maana hiyo ni kwamba Waisraeli waliishika funguo ya taifa la Misri, kwa sababu waliiteka nchi. Maandiko yanasema wakawa tena wao ndo watawala. Wale watu wakaanza kuwaomba sasa, wale wa Misri wakajikuta wao ndo watumwa, wanaomba tunaombeni muende, tunaombeni muende. Wanakwambia hatuendi kwa sababu hatuna fedha, hatuendi kwa sababu hatuna mavazi. Kwa hiyo tunaona wao Waisraeli walikamata ufunguo wa taifa la Misri kwa muda, kipindi ambacho baada ya Pasaka hii kufanyika. Lakini baada ya Pasaka ya Kristo kufanyika, Kristo hakukamata funguo ya Misri. Kristo alikamata ufunguo wa kuzimu, akakamata na ufunguo wa mauti. Kwa maana hiyo yeye ndiye utimilifu halisi wa Pasaka iliyofanyika Misri. Tunaona Pasaka iliyofanyika Misri, watu walimla mwanakondoo wakiwa wamesimama, kila mtu na familia yake wanamla mwanakondoo. Lakini Pasaka hii ya Kristo, tunaona Kristo anakaa na wanafunzi wake, afu anawapa mkate, anawaambia huu ndo mwili wangu. Kwa maana yeye ndo mwanakondoo, sasa analiwa pale, anasema huu ndo mwili wangu. Alafu wale watu waliipaka damu kwenye miimo ya milango, Yesu anawapa hao wanafunzi. Wao hawapaki kwenye miimo ya milango, bali wanainywa, wanaishiriki kwamba kunyweni hii damu, hii ndo damu yangu ifanyikayo kwa ondoleo la dhambi. Kwa maana hiyo sasa yeye ndiye anafanyika meza ya Bwana. Kwa tunapoongelea meza ya Bwana, tunaongelea mwili wake
tunaiongelea na damu yake. Umeona, anaitimiliza Pasaka ya Misri. Lakini Pasaka ile ya Misri tunaona mwanakondoo alichinjwa, ndo Kristo Yesu, damu yake ukombozi. Alafu tunasema watu walitoka Misri, tunaona Yesu aliwatoa watu kuzimu, akawatoa watu mbali na dhambi. Lakini Pasaka iliyofuata tunaona Pasaka ile ya Misri, tunaona Mungu anatoa nafasi ya pili kwa wale watu ambao walikosa kushiriki kwa mara ya kwanza. Lakini Pasaka ya Kristo inatoa nafasi ya pili kwa watu ambao hatukustahili kabisa kwenda uzimani, hatukustahili kabisa kuitwa watoto wa Mungu, hatukustahili kabisa kuitwa wana wa Mungu. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa hiyo ile ilikuwa ni nafasi ya pili. Ndio maana nasema kwamba mtu asiyezaliwa mara ya pili, kuzaliwa mara ya pili ni second chance ambayo tunaitumia sisi ambao tulikuwa mbali. Kwa kama ile Pasaka ya Musa iliweza kuwapatia watu nafasi ya pili, Pasaka ya Kristo imetupatia sisi nafasi ya pili ambayo ni zaidi ya ile nafasi waliopatia watu wa Misri. Lakini Pasaka ya tatu tunaona maana ilikoma, watu wanaanza kutawala na kumiliki kupitia Pasaka ya Kristo. Ni kwamba anasema nimewapeni mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, hata mtakapokula cha kufisha akitawazuru. Kwa maana hiyo anatupa mamlaka ya kutawala, anatupa mamlaka ya kumiliki, anatupa mamlaka ya kuseta kuzimu nguvu zote za yule adui. Kwa hiyo tunapata umiliki kupitia Pasaka hii ya Kristo Yesu ambayo inatimiliza Pasaka ya Gilgali. Alafu Pasaka nyingine iliyofuata tumesema ilikuwa ni Pasaka ya Hezekia, ambapo watu walikuwa mbali na Mungu alafu akawasogeza. Umeona, kupitia Pasaka wakasogezwa tena kuwa karibu na Mungu, ambapo sasa Pasaka ya Kristo inalitimiliza Pasaka ya Hezekia. Kwa sababu gani? Anasema kwamba sisi ambao tulikuwa mbali na Mungu, ambao hatukuwa taifa, na sasa tumekuwa taifa kubwa, watu wa milki ya Mungu. Umeona, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu la Mungu. Umeona, ambao tumeitwa kwa ajili ya mapenzi yake. Kwa hiyo kupitia Pasaka ambao ni msalaba wa Kristo Yesu, sisi tumefanyika kuwa taifa kubwa ambao tulikuwa tuko mbali na Mungu, kama ambavyo walikuwa mbali kipindi cha Hezekia. Kupitia Pasaka wakaja karibu. Umeona, lakini Pasaka inayofuata tumesema ilikuwa ni Pasaka ya Yosia, ambayo Pasaka hii ya Yosia inaonyesha matengenezo. Yani Pasaka ilikuwa kilele cha matengenezo, ambapo Kristo anaitimiliza hii kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa mapumziko ambayo tunaweza tukayapata, matengenezo ambayo tunaweza tukayafanya, ni pale ambapo tutamwangalia Kristo ambaye ndiye Pasaka yetu, anaitimiliza Pasaka ya Yosia. Hakuna ukamilifu nje ya Kristo, hauwezi ukawa umekamilika kama huna Kristo. Halafu Pasaka inayofuata ni Pasaka ya Ezra, ambapo tumesema Pasaka hii ilifanyika kipindi hawa watu wako katika ukiwa, wametoka utumwani. Umeona, kwa hiyo wanaona Pasaka hii ndio mwanzo mpya. Pasaka inasimama kama mwanzo mpya, ikionyesha kwamba Mungu ndiye faraja yetu, Mungu ndiye mwanzo wetu mpya, Mungu ndiye tumaini letu lililobakia na mwanga mpya wa matumaini na taifa la Yuda. Sasa Pasaka ya Kristo inasimama kuwa mwanzo mpya wa maisha yetu ya kiroho, mwanzo mpya wa safari yetu ya kiroho. Tumetoka, tumeumizwa, lakini tunapokuja msalabani tunamwangalia msalaba ambaye ndiye Pasaka yetu na tunaanza mwanzo mpya. Alafu Pasaka hiyo sasa ambayo inakuwa ya saba ndio Pasaka timilifu, ambayo ndio Pasaka kuu, hii Pasaka ya Kristo. Sasa tutaendelea na somo hili katika sehemu ijayo. Tutaenda kujifunza mambo mengi sana kama nilivyokuambia. Leo tunaendelea na ule msingi ambao tumeuanza jana. Jana tulikuwa tunaangalia nini maana ya neno Pasaka. Leo tumeangalia kuna idadi ngapi ya Pasaka zilizoandikwa kwenye maandiko. Alafu kuanzia kesho sasa ndio tutaanza kuyafungua yale mafumbo na mambo magumu. Kama umeziangalia hizi sehemu mbili za haya masomo ya Pasaka, basi kuanzia kesho sasa utakuwa unaelewa zaidi na unatiririka zaidi. Nikutake tu, kama hujasubscribe channel, niombe usubscribe na kushare kwa watu wengine wengi. Lakini pia kama unatamani kuungana